Kwa mikoa ile ya kanda ya kaskazini, changamoto kubwa iliyoko kule ni ya voltage. Voltage zinashuka. Kwa hiyo voltage zinakuwa chini kuliko zinavyopaswa. Ndio maana tunasikia mahali fulani watu wasema taa inawaka kama nini? Kama kibatari. Ni kwamba umeme upo lakini voltage iko ndogo. Na ndio tatizo kubwa sana ambalo tunalipata kwenye mikoa ile ya kanda ya kaskazini. Sasa kinachofanya volti ziwe ndogo ni kwamba kuanzia pale umeme unapotokea mpaka unapofika kwa mtumiaji, endapo umbali ni mrefu sana, njiani kuna ile voltage zinakuwa zinapotea, zinapungua. Mpaka zinapofika zinakuwa zimepungua kwa kiasi fulani. Kuna kitu kwenye nani huko Kiingereza wanaita voltage drop. Voltage drop inatokea kadri waya unavyokwenda umbali mrefu. Sasa kwa Tanzania umeme wetu mwingi sana unazalishwa upande wa kusini. Kusini kwa maana ukiangalia kaskazini kule umeme mwingi unatoka kusini mwa mikoa ile ya kule. Umeme mwingi unatoka Dar es Salaam, unatoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Rufiji, unatoka mkoa wa Morogoro, unatoka mkoa wa Iringa. Huko ndio umeme mwingi wa nchi unakotoka. Na hivyo kama mteja yuko Manyara kwa mfano, inabidi umeme huo usafiri kutoka mikoa hii ninayoisema uende mpaka Manyara, na ukiangalia inaenda mpaka kilomita 700 kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo umeme unapofika pale voltage drop inakuwa imetokea njiani. Sasa kunapokuwa na voltage zimeshuka, kunakuwa na changamoto nyingine inayozaliwa. Changamoto hiyo ni upotevu wa umeme. Mahali popote ambapo voltage ziko chini umeme unapungua, unapotea. Ukitaka kujua, ukituma megawati 100 kutokea hapo ulipo utuma, kama ni Dar es Salaam au ni wapi, tuseme ni kutokea pale Chalinze, ukaachia megawati 100 zielekee Arusha au zielekee Manyara au Kilimanjaro, zitakazoenda kufika kule zitakuwa ni pungufu ya 100, zitapotea njiani. Sasa ili kutatua changamoto hiyo, jambo kubwa linalotakiwa kufanyika ni moja, kuweka chanzo cha kuzalisha umeme kwenye mikoa hiyo ya kaskazini. Kwa hiyo kuweka mtambo fulani wa kuzalisha umeme kule. Hilo ni jawabu la kwanza. Jawabu la pili ni kuingiza umeme kwenye mikoa hiyo kutokea mahali pengine, kutokea kwenye mfumo mwingine. Na kwa kesi yetu sisi tumepata umeme ambao tunataka kuuingiza kutokea kaskazini na hasa kutokea Ethiopia. Makubaliano yetu tumefanya na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo umeme utakuja kutoka Ethiopia, utaingilia Namanga. Na tunaona kwamba tukiingiza ule umeme pale, mambo mawili yatatokea. Kitu cha kwanza, ile voltage ambayo imeshuka sana. Neno voltage Kiswahili chake kidogo kigumu, wanaita msongo, lakini msongo kwa wengine ni gumu zaidi. Kwa hiyo nikisema voltage nadhani mnanielewa. Sasa zile voltage ambazo zimeshuka sana, ukiingiza ile megawati 100 pale zitapanda. Voltage itarudi normal. Itarudi kwenye kiwango chake. Na ikirudi tu kwenye kiwango chake, ule upotevu wa umeme unaotokea kwenye mikoa ile wote tutauokoa. Na naomba niwaambie hicho tu nilichokisema, niwaambie positive effect yake. Ule voltage zile zikipanda, wananchi wanaolia low voltage wote watatulia. Kwa sababu umeme kwenye majumba yao utarudi normal. Na kwenye mfumo mzima utarudi normal. Hilo ndio jambo la kwanza litakalotokea.